siku ya tarehe 25 kwenye mapokezi ya mahujaji katika kijiji cha Lukozi. Mashallah, watu ni wengi sana kuja kupokea mahujaji wetu. Mashallah, watu ni wengi sana. Kwa mahujaji waliopokelewa kwa siku ya leo, tuko na Ustazi Abdurrahim, tuko na Alhaji Rashidi Msaka, tuko na Alhaji Ustazi Imam Ramadhani, tuko na Alhaji Ramadhani Jambia. Hakika ni mapokezi makubwa mno. Mapokezi makubwa mno wamepokelewa mahujaji. Watu wameonyesha namna gani wanavyojua umuhimu wa hija. Inshallah, na haya yote ni mafundisho ya mashehe zetu, namna walivyofundisha watu kiasi wameelewa ni nini hija. Sisi tunashukuru, tulisafiri na taasisi ya Zamzam, tukiwemo na kiongozi wa taasisi Sheikh Abbas Bantulaki na kiongozi wa mahujaji wote Sheikh Yusuf Muhammad Kidago. Hakika hija ilikuwa ni hija mabrur kwa namna walivyoongozwa watu katika hiyo hija na hao mashehe. Tunawaombea Mungu sana watuailishie umri, awatengenezee mambo yao na wasichoke kazi hii ambao wanaifanya. Hakika ujira wao kwa Mwenyezi Mungu ni mkubwa mno. Msafara huu mashallah tuna bodaboda zaidi ya 100. Bodaboda zaidi ya 100. Hata kama mvua inanyesha, wana Lukozi wamejitoa kuja kupokea mahujaji wao. Wana Lukozi wamekuja kupokea mahujaji wao wakiongozwa na kiongozi wao Sheikh Abdallah bin Jamzur. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Watu waende, akienda shuka kwenye gari. Tukapita mkono kwenda kidogo, msafara ni mkubwa. Watu huyu tukuje tukasababisha ajali, tusimame. Hadi
wetu wa Lukozi tukiongozwa na Sheikh Abdallah bin Jabzuri. Wallahi mapokezi ni makubwa sana. Mambo yake kwa baraka ya mahujaji, lakini pia tuombe Mungu atupeleke hija. Amen. Wala usije kwamba ile hija upokelewe, kwamba hija ni habari kubwa. Naona hao wenzetu, si ndugu zetu hapa, kila siku tunao hapa. Mbona leo tunataka kuwavunja mikono? Kuonyesha kwamba hija ni jambo kubwa. Kwa hiyo tutawaomba ili watu waondoe kiu. Kwanza kila mmoja asimame atoe salamu, watu wamuone. Alafu baada ya kumuona tutarudi sasa, ndio kila mmoja atutilie Fatiha na neno kidogo la safari kwa ajili. Lakini kwanza salamu ili kiu iondoke hii. Hakuna kulia hapa. Umeenda mawali hapa. Tunalia tu. Hakuna kulia bwana. Hatuwezi kupata jamani meza ya kusimama juu kidogo. Kwanza na lahaji yule. Njoo bwana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunataka mahujaji Kwa mbele kule au tunataka kabila zetu? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلى آله وصحبه بإحسان يقولون أما بعد. Hakika tumefaidika kwa maongezi haya makubwa sana. Sisi binafsi tutegemea kwa mapokezi. Na mapokezi hayaji hivi. Kuna sababu. Na sababu kubwa ni mashehe zetu. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Amin. Amin. Hao ndio sababu yote. Hali mahaba na kujua nini maana ya hija. Hawezi kuja hivi ya kujua nini maana ya hija au kuja. Kwa kweli tunashukuru sana. Ninashukuru sana sasa. Tunaombea Mwenyezi Mungu mwenyewe inshallah. Amin ya rabbil alamin. Sisi kesho tusiwe mabruru. Amin. Wasayari mashua. Amin. Wasambani mashua. Amin. Kwa jina la Rashid bin Msaka. Alhamdulillah mwaka huu nimejaliwa walimu kuitwa ndio langu ya kwanza. Safari ilikuwa sio rahisi. Safari ngumu. Ni nia ya dhati kabisa. Lakini mimi binafsi naona ni kubwa sana. Sana na nimefanikiwa kumtolea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi hadhara hizi zinafanyika hizi. Leo ukisikia hadhara ambayo na mtu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikose kwenda tia nia zako, toa sadaka. Mimi ndio kitu kikubwa najua ni mfungo tunataka kaenda. Kumtolea ishi hizo. Wallahi
اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل. Engineer. Kwa hata nyewe mnakosa na hakika mwakani imamu hapa shatoa njia. Amin. Ramadhani hapa jamii yake shatoa njia. Kwa hiyo tunafuata na nyie, hasa vijana tutumie nguvu hii fursa hii ya kwenda kule tunahitaji nguvu. Wakati wenyewe wakati mwingine vijana na nguvu, na wakati mwingine tunasema hii si mchezo, tunahitaji nguvu. Wazee wanaenda alhamdulillah, lakini kuna mtu anafika anafanya anastep down kwamba nguvu, kuna wakati tunahitaji nguvu. Kwa vijana tupate nafasi hii ya kwenda, tusiache, tutumie fursa hii, tusizidi kupata shaka kwa wazee kufanya jambo hili. Tutumie nafasi hii tu kwa nguvu na uzoefu tunao. Ukienda huko bila kuona shughuli, kuna na wazee wagonjwa, lakini utakuwa umepona. Wewe unasema tunafanya operation ya moyo, lakini tutakuwa umepona. Watu wanauza mali zao kwa ajili ya kudaia. Kwa sisi tutumie fursa hii, tusiache Inshallah. Mimi nasema hija ni fursa. Hija ni fursa. Na vile vile nasema ni shortcut. Na mzungu ya shortcut ya kusabia madhambi. Kwa hiyo tutaidi kama wenzetu vijana na wazee, tuendeni hija. Hizi hapa tutatoa mafuta na uwezo mwingine ukaenda kule, ukarudi huko. Na hija tutakitoa. Mwakika. Kwa hiyo tuendeni hija tusiache. Hija ni muhimu sana. Sasa kuna umuhimu mkubwa sana. Tofauti zamani sana. Zamani sasa zilikuwa wazee wanaenda. Ni siku hizi vijana ndio wengi wanaenda. Kwa hiyo tujitahidi sana, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi inshallah. Ndiye mwakani mwezi kwenda kwa nguvu zako. Amen. Msitoke kuomba Mwenyezi Mungu. Kazi zetu thabiti kabisa. Hii tuende kwenda. Najalie watu walikoze. Amen. Kuongezea jamani, kwa mahaba haya tuendelee na watu wengine kukuja. Hii somo la kwanza, hii mwaka huu unaona kama imezidi. Mwaka jana nilikuja hapa kumshirikisha shehe wangu Abdulrahim, lakini kwa kweli sio kama haya. Ilikuwa mkubwa, lakini sio kama haya. Kwa hiyo tujitahidi tuendelee mapenzi haya na mwakani nao kwa watu wengine wengine basi wape zaidi ya hilo tokeni. Amin ya Rabbi. Wa alaykum salaam. Huyo apande juu ya kiti mfupi. Juu ya kiti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Binafsi mimi nimefarijika sana. Mapokezi haya yamenikumbusha maisha ya Maka na Madina. Nimekumbuka mapenzi ya watu wa Maka na Madina. Wanalia sana, nimefurahi sana. Lakini siri ya kwenda hija kwa mimi binafsi, niwape siri yangu, ni kufungamana na kuwasikiliza na kusikiliza ushauri wa mashehe zetu hawa, walezi wetu. Na jambo lingine, hija binafsi nilivyoona hija inahitaji nguvu. Kwa vijana wenzangu na washauri sana, nia zenu ziwe kwa ajili ya kwenda hija. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Tunakuomba kwa baraka za mji wa Maka na Madina. Tunakuomba ya Rabbi, kila mmoja afanye mpesi kwenda kwenye safari yake ya hija. Rabbi, tunakuomba kinge na shari. Rabbi, tunakuomba uweke mbali na kudhalilika na kudhalilishwa. Rabbi, tunakuomba kinge na shari za watu wabaya. Rabbi, tunakuomba
Madina. Rabbi tunakuomba tie nuru dini yetu, tie nuru dini yetu, tie nuru dini yetu. Ya Rabb. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Lakini yote haya ni mapenzi ya Sheikh. Amen. Mimi nasema tumwambie Mungu, Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min dunya wa adhabil akhirah. Allahumma ij'alna min al-mu'minina warzuqna kama tashahadna ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Ewe Mola wetu wa haki, tupe katika dunia wema, tupe katika akhera wema, na utukinge na adhabu ya moto. Ewe Mola wetu, usizipondoe nyoyo zetu baada ya kuziongoza, na utupe rehema kutoka mbele zako, kwani hakika wewe ndio mwenye kutawala. Amin ya Rabbi. Mola wetu, tujalie katika waja wako wenye kutubia, na utujalie katika waja wako wenye kujitwaharika na dhambi, na utujalie katika waja wako walio wema. Ee Mola wetu, tukinge na shari za majini, na utukinge na shari za wanadamu, na utukinge na shari za wenye hasad. Ee Mola wetu, kwa baraka za Maka na Madina, tunakuomba watu hawa wametupa heshima kubwa ya Sheikh wetu Abdalla. Ya Rabbi tunakuomba wajalie katika riziki kubwa. Kila mmoja wetu pale alipo, ya Rabbi ongeze hatua za kwenda mbele. Amin ya Rabbil alamin. Chanzo naye cha kwenda Maka na Madina. Amin ya Rabbil alamin. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, tunakuomba ya Rabbi, jalie na heri, jalie na baraka. Amin. Ya Rabbi, tunategemea kilimo hapa. Kila aliyejaribu kulima kilimo, ya Rabbi ufanikishe mara mbili. Kwa baraka za mtume wetu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu hela ziko juu, ya Rabbi zishushe. Kama ziko chini zipandishe kwa ajili ya waja wako. Ziko kaskazini zilete, magharibi zilete, kaskazini na kusini, ya Rabbi washushie watu hawa, iwe ni chanzo cha kwenda Maka na Madina. Amin ya Rabbil alamin. Tulilie wakati tumeshika kaba yako ile, na jiwe limetoka peponi, ya Rabbi, kwa ajili ya waja wa Lukozi na Bambu na kitu. Ya Rabbi wafanikishe watu. Amin ya Rabbil alamin. Na Muhammad wa alihi wa Walhamdulillahi Rabbil alamin. Naona hapa Musalimamu alikuwa na kariri kwamba nilimkataza kwenda hija. Ni kweli, karibu miaka 20 iliyopita nilimkataza usiende, kwa sababu hakuna anayekuza watoto asiwajue. Anayekuza wanaye anawajua. Kule Maka, kama walivyoeleza hapa, kila saa ya swala majeneza 10-20 yanaswaliwa, watu wanaenda siku. Sio pale Maka tu, ni mahujaji wengine wenyeji, lakini mahujaji wengi wanaokwenda wanamuomba Mungu wasirudi kwenye maeneo yao. Umefahamika hiyo? Naam. Wanamuomba Mungu kwamba bana nirudi kwenye nini huko Tanzania, kule niende kwenye nini. Sasa jinsi nilivyomjua kijana wangu huyu tangu miaka ya udogo, alikuwa na mapenzi makubwa sana na Mtume Sallallahu alaihi wasallam. sana. Tulikuwa na darasa na wasomesha, kama ni Qur'ani hamalizi aya 2 analia.
Nikajua huyu akienda kule akiambiwa mtume huyu amelala hapa, Al-Kaaba ndio hiyo, patamwambia Mungu usinirudishe kule. Ndio maana kamkataza kwa miaka hiyo, mpaka nilipoona amekomaa kwenye utu uzima sasa, anajua kwamba nina jukumu hili, nina jukumu hili, nina jukumu hili, hataomba hiyo, maana atatuhurumia. Hapa maipande hiyo kama huyu jamaa bwana, hebu toa salamu. Assalamu alaikum. Shehe, sema salamu alaikum. Haya leo. Kwa bwana mpaka tuone kwamba sasa hivi tunaenda shule, atatusaidiaje? Bila shaka hataomba hilo. Ndio maana kamwambia sasa nenda. Hiyo ni siri nawaambia. Lakini juzi yuko Dar es Salaam, ananiambia mzee, ulichokuwa umefanya ni kweli. Kuna mahujaji wengi kule wanaomba kwamba bwana, ninarudi kwenye nini, nishasamehewa dhambi, nirudi tena huko kwenye madhambi, nife kabisa. Asema lakini mzee, mimi sijaomba. Akasema ningemruhusu na wewe ningekuwa tumekosa. Jamani, maana hiyo msiba. Nasubiri mahujaji wenu, mnaambiwa wa kwenu wameishia huko huko. Unasemaje? Muziki mzito bwana. Mzee inshallah. Inaonyesha bwana umehiji kweli, Mungu akubariki. Amin. Mzee njoo. Hata mahujaji wetu wafupi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hakika tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake. Tumefanikiwa kwenda kutekeleza ibada ya hija tena, na tutarudisha nini? Tunabudi wote kusema alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kama shehe anasema kuna watu wamekwenda wakati huko, familia zao wanatoa taarifa tu kwamba mgeni amefariki, ashazikwa. Maana kule ukifariki unazikwa kule kule, hamna kuleta. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumerudi salama. Alhamdulillah. Naamini na nyinyi mwakuta kwa salama. Mimi sina mengi kwa sababu wenzangu washazungumza yote. Kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwashukuru wazee wetu. Wazee hawa wamefanya jitihada kubwa kutufundisha, kutushauri, kutuelekeza kwa ikhlasi kabisa. Hawakujali nasab, hawakujali cheo cha mtu, madaraka, chochote kile hawakujali zaidi ya kuijali dini ya Mwenyezi Mungu. Naomba Mungu awape umri wa kheri, na wakifika mwisho awape husnul khatima. Amin. Na sisi Mungu ajalie tuachane nao kwa salama. Amin. Lingine kuwashukuru nyinyi nyote, mmeacha mambo yenu kwa ajili ya kutupokea tena. Kulikuwa na mvua, mapenzi makubwa mmeadhihirisha. Sisi hatuna cha kuwalipa zaidi ya kumwomba Mwenyezi Mungu awalipe malipo makubwa. Amin. Miongoni mwa malipo hayo awape pepo iliyotukufu. Amin. Na waruzuku pia hija na umra. Amin. Na ziara ya kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hija kama alivyosema ni vizuri sana. Ni vizuri sana ukienda hija mapema ukiwa na nguvu. Wanaenda wazee ndio wanafanikiwa, wanarudi, lakini wanapata tabu sana. Inafika wakati baadhi ya ibada inabidi wafanyiwe. Inafika wakati baadhi ya ibada wanafanyiwa kwa sababu uwezekano ni unakuwa mdogo. Kwa sababu ibada kule sehemu kubwa saa nyingine ni kutembea, mnaenda sehemu fulani kutekeleza ibada
fulani, kama kutoka Mina kwenda Nyamarati ni kipande kirefu. Sasa kama ni mzee anaenda kwa dhiki sana, inabidi watu wamchukulie mawe yake wakamtupie, na ibada nyingine ni ngumu. Kwa ukiwa na nguvu inakuwa rahisi zaidi kujifanyia mwenyewe kila kitu. Kwa wito wangu ni kwa wale ambao wana uwezo wa kwenda, wasisubiri kwamba ngoja siku ziende, utaenda kwa shida. Bora uende mapema, uende ukiwa na nguvu, utatekeleza ibada zako mwenyewe tena kwa usahihi. Kwa hiyo ambao Mungu amewaruzuku, tumieni vizuri fursa hiyo. Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa riziki. Hata siku moja usije ukafikiri kwamba hii pesa yangu nimepata, nikienda nikirudi itakuwaje. Unaweza usiende na waende watu wakirudi ushakuwa fukara. Unaweza usiende waende watu wakirudi ushakufa, umeziacha zile mali. Riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukiona pesa usishteme zitaenda zitaisha. Kuisha kwa pesa Mwenyezi Mungu anaweza kuzimaliza kwa sura yote anayotaka yeye, au akakumaliza wewe. Kwa hiyo sisi na pesa zetu wote ni wa Mwenyezi Mungu. Yeye anaamua yeye atangulize pesa kuondoka au akutangulize wewe, kwa muda anaojua yeye na muda anaotaka yeye. Kwa tusiadalike na hii dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia hii ni starehe ya muda mfupi tu. Kwa hiyo wale ambao Mungu amewapa uwezo, fursa tuitumie vizuri. Ambao hawana uwezo, tunamwomba Mwenyezi Mungu awape uwezo. Na wewe ambaye unaweza kutafuta na ukapata, unaweza kutenga kidogo kama alivyoshauri Sheikh Imam. Usiseme nasubiri nipate zote nitaenda, hutaenda. Pamoja na kwamba ibada hii ni wito, kama hujaitwa huwezi kwenda, lakini onyesha jitihada kwa Mwenyezi Mungu. Kwamba Mungu unaniruzuku, basi naamua kutenga hiki ili uniwezeshe hija. Kwa hiyo unajitahidi, usisubiri kupelekwa. Siku zitaisha au kupeleka hatokei. Kumbe mwenyewe ungeweza kuweka hata kidogo na kuweza kufanyaje? Ukaenda. Mwingine wa kumshukuru ni Sheikh Yusuf Muhammad Kidago, namna alivyotuongoza vizuri ibada. Yeye ndiye aliyekuwa kiongozi mkuu wa taasisi katika upande wa kuongoza ibada. Tumeenda taasisi ya Zamzam ya Sheikh Abbas, hakika taasisi nzuri sana. Ni miongoni mwa taasisi ambazo mtu akitaka kwenda akaenda na hiyo ameenda na taasisi ile salama mno. Kwa sababu ndani yake wako mashehe ambao ni wataalamu wa hija, si wataalamu tu wa hija, pia ni wacha Mungu. Wana kila sifa ya kukuongoza wewe na ukafanikiwa kurudi kwa umehiji hija ambayo ni mabrur. Na taasisi zingine zipo nzuri, lakini hii tuliyokwenda nayo ndio tunaisemea kwa sababu tumeiona. Tumehiji nao wametuongoza, tumeona namna alivyokuwa akituongoza. Zipo taasisi nzuri nyingi tu, lakini hii tumekwenda nayo, tumeona jitihada zao mashehe zetu. Mwenyezi Mungu awalipe wote. Sheikh Abbas Batulaki mwenye taasisi na Sheikh Yusuf Muhammad Kidago na wale viongozi wote ambao wametuongoza mpaka tukafanikiwa kwenda na tukarudi salama. Baada ya hapo ni dua. Baada ya hapo ni dua kama tulivyoelekezwa na Mtume. Haji akirudi, kubwa zaidi anachotakiwa kuwafanyia watu ni kuombea dua. Kwa sisi tunatekeleza tu maagizo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maelekezo ya mashehe zetu. Sheikh الفاتحة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا في زمن يسير. آمين. واجعل أمورنا موافقة لمرضاتك. آمين. إنك كاشف كل عسير. آمين. ومعين كل عسير. آمين. وعنايتك لعبادك كثير ويسير. آمين. يا مسهل كل صعب شديد. آمين. نسألك يا الله تسهل لنا أمورنا. آمين. يا حي يا قيوم. آمين. يا حي يا قيوم. آمين. يا حي يا قيوم. آمين. يا بديع السماوات والأرض. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. آمين. نسألك يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. أتحفظنا بحفظك. وانصرنا يا الله. آمين. وافتح لنا يا الله. آمين. وارفع عنا كل شر يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا رب.
اللهم إنا نسألك وقاية اللطف في القضاء والتسليم مع السلامة عند نزوله والإمام. اللهم إنك أنت العليم بما سبق في الأزل ووفقنا بلطفك فيما نزل يا لطيف لم يزل واجعلنا في حرز من التحسن بك يا أول يا من إليه التجاء وعليه المؤول يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين آمين يا رب. يا الله waja wako wamekusanyika, wanachokitaraji kikubwa ni kukubaliwa ndoa hizi tunaziomba juu ya haja zao. Tunakuomba tukidhie wote haja zetu. Kila aliyekuja kwa jambo hili, kila aliyekuja kwenye uwanja huu, tunamwomba Mwenyezi Mungu ikiwa na maradhi ayache katika uwanja huu, ikiwa ana dhiki za maisha aziache katika uwanja huu. Ya Allah, tuomba ardhi hii iameze matatizo ya waja wako waliokaa na kusimama katika mahala hapa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turuzuku mapenzi ya kukupenda wewe na kumpenda Mtume Muhammad na kuwapenda waja wema. Ya Allah, tujalie katika waja wanaowapenda, wanaopendwa na Mtume Muhammad na wanaopendwa na waja wema. Ya Allah, kila ambaye ana uzito katika kutekeleza ibada ambazo ni wajibu na ni amri umetuamrisha, kuanzia leo ingiza wepesi katika moyo wake aweze kuiendea ibada. Kila ambaye ni mwepesi kuiendea maasi, ingiza uzito ya Rabbi katika moyo wake asiweze kunyanyuka tena na kuiendea maasi. Ya Allah, ya Allah, yatie nuru maisha yetu, tia nuru majumba yetu, tia nuru familia zetu. Ya Allah, na kibarikie kile ulichoturuzuku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabba, ya Mawla, aghithna ya Mughith, wajirna min hizi dunya wa adhabi al-akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. وعليكم السلام. Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia kuna kusema alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza kabisa mwisho wako hapa nyumbani, hapa nyumbani ninafuraha sana. Sababu sio jambo moja au sio kwangu, ni tofauti kwa nimezoea mfumo kupokea sisi desturi yenu. Kwa hiyo leo imejengwa na mashine zetu. Kwa hiyo naomba tuendelee mshikamano huo ili tuweze kufika sehemu ambapo tunataka. Sisi tunajaliwa kwenda nje mwaka huu, sio kwa nguvu zetu, sio kwa ujanja wetu, ajili ya Mwenyezi Mungu. Na kubahatika kwenda India, kwenda kwa nia moja. Unaenda kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu. Msiende kule ili urudi huku ulazimishe watu niite Rashidi, niite Al-Hadi Rashidi, au niite Ashari, niite nani? Hajati. Sasa nenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, utafanikiwa. Hija watu wanaenda kwa nia tofauti. Kuna mwingine anakwenda kweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini kuna mwingine anakwenda kwa ajili ya kujionyesha kwamba mimi nimeenda hija. Na ndio maana sio ajabu mtu yuko katika Al-Kaaba anachukua nini? Simu, selfie, anapiga.
Yaani huo muda unapata wapi? Kama kweli umeenda kuija, wewe muda huo wewe kuomba pale mambo yako uko sehemu tukufu kabisa. Unapata muda kujipiga picha. Au umeenda Madina alipolala bwana mkubwa pale. Kisha swali la kaambili unaomba mambo yako. Huko wa daraja amelala pale. Unapata muda wewe kujipiga selfie. Simu. Muda unapata wapi? Hiyo na yeye tuchunge kwamba ukipata nafasi ya kwenda India hiyo kwa hela yako ama umelipiwa, jitahidi sana acha hizo habari za kupiga picha. Nenda kwa ajili tu ya Mwenyezi Mungu. Omba mambo yako. Hiyo naomba tuweke sana akili. Tunapopata nafasi ya kupata ile nafasi ya kwenda huko, kule tunakwenda kufanya ibada tu. Leo unafanya ibada kama kichawi. Sababu ni fursa, ile ni fursa. Kwa hiyo lazima uitumie hiyo fursa. Unaitumiaje? Unaitumiaje hiyo fursa? Hiyo kabla yenyewe kufika mpaka hapa uende kugusa pale ufanye kazi ya ziada. Watu tunatamani kwa kweli kufika pale ili uiguse. Lakini sometimes unakosa huo muda. Watu wanapokuwa kila mmoja anataka kwenda pale. Watu wanasema kwenda hivi lakini utakijana na nguvu zako ni nzuri zaidi. Unapambana. Ushike ile jiwe pale. Unapambana, ushike kama sehemu ya ile nguzo ile ule mlango pale. Sababu ukiwa pale katikati ya jiwe ile mlango, mambo yako yanaenda moja kwa moja. Kwa tunapambana ni kwenda. Nakumbuka tulichukuana na shehe wangu hapa. Kwa sababu tulienda kawaida tu kama kundi, tutapita tukachukuana na bara twende tukapambana leo lazima tunaje? Tushike pale. Alhamdulillah tulifanikiwa. Tulifanikiwa. Ingawa sikiliza kichwa lakini bwana alifanikiwa kuuliza kichwa. Lakini mimi nilifanikiwa kwa sehemu zote zilizonishika. Na nikomba mambo yangu. Akiwa tumeni nguvu na kwenyewe unapambana. Kwa Mwenyezi Mungu atukubalie njia zetu. Amen. Ija ni mabrura. Amen. Wa sanani mashkura. Amen. Mafura. Na yeye anatakia kila laheri Mwenyezi Mungu ajalie yeye mpaka nafasi ya kudakia. Amen ya Rabbil Alamin. Kwa nafasi usichezee hiyo nafasi. Utumie nafasi sahihi ipasavyo. Sawa na yaani masi ukienda kule unaomba tena Mwenyezi Mungu ajalie nirudi tena. Kumbe unaomba mambo mazuri. Sababu ya mambo tulikuwa tunayasoma kwa mashehe zetu. Tunasoma kwenye vitabu sasa leo unakwenda kuona hiyo asema live. Unaona ile hali tukufu kabisa na kuzanga ndio hapa alipokuwa mtume alipoanzia hapa au msimamo kwenda Madina hapa alipoanzia tu vitani zake hivi fiche hivi sehemu zote zile ambazo tunasoma zile unaziona. Naambia hapa ndio kwa hivi hapa kwa hivi hapa kwa hivi. Mimi wakati mwingine nilikuwa kama sisiamini yani. Ndio kweli mimi nimefika huko. Jambo la pili. Nakushukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini wakati mwingine wenyewe mashehe nabii tunao karibu tunafuata wanachotuambia ili mambo yetu fanyaje yanyooke. Mimi safari yangu mmoja hapo katika mambo ya kiroho huyu bwana naye amenisaidia Sheraini. So kifedha sababu ndio shehe wangu namsikiliza ananiambia wote mashehe hao tunasikiliza takao mwasalani mashehe mwasikilize mashehe wenu ili muweze kufanikiwa. Mwaka huu alhamdulillah tumefanikiwa sababu tumeenda na mashehe wote ambao wote ni mashehe zetu. Sheikh Samia alikuwa kule, Sheikh Kidago ndio alikuwa tumsomesha sisi mambo ya ibada. Sheikh Aimwa. Na alhamdulillah katika tuko Madina
Nataka kusema mimi nipata kama bahati. Tumeingia katika msikiti wa Raudha. Tumeingia na ubwana. So wako mbele na Sheikh Sami na yeye mimi niko nyuma. Baada pata nafasi kuombewa dua. Ndani mwenyewe. Sababu anasema ukiingia bure ni nusu ya nini? Ya pepo. Peponi. Kwa mimi nilikuwa naona sasa ndugu yangu anaombewa dua na Sheikh. Na mimi naomba nikatia jina yeye na mimi Mwenyezi Mungu naomba faja. Sasa dua. Alhamdulillah tutoka nje tukapata dua. Labda kwa sababu mimi nyewe watu mimi nawafuatilia naona nini mshikamano wenu mlivyoshikamana. Basi ndio mshikamano mwende mpaka nini? Peponi. Alhamdulillah. Amen. Kama vile sehemu kubwa na vile anakombea dua hiyo. Alhamdulillah. Kwa tushikamane na dini, tushikamane na dua, tushikamane na hizi dhikri zinazofanya hivi. Usisahau kumtolea mtume. Watu wana mtume tibaa mimi nataka nikae Mungu niombe sina kipato sina nini lakini ninakutolea bwana mtume mimi niende kuishi. Akatokea mtu tu kama mdhamini. Lakini ukiwa nini? Yakini. Hija na umra ndo unasema nusu ya hija. Kwa hija ni muhimu sana tuendeni jamani ndugu zangu Waislamu. Tuendeni tujitahidi kadri uwezo wetu. Kabla Mwenyezi Mungu hajatuchukua wewe uliojaliwa. Jitahidi uende.